hana elimu ya kusubiri maafa au majanga. Tunaona sasa hivi maafa, migogoro ya ardhi, matokeo yetu sisi tunayachuma kwa mikono yetu. Adhabu inakuja kutukuta sisi na watoto wetu wa watoto wadogo. Hebu tuwahurumieni, tuache mazoea, watu wabadilike. Watu kwa juu tunanifahamu. Ndio maana nikasema hivi, kaeni kimya, mnisikilize na kutafakari. Sio chagua CCM, mtu analeta gari na muda, usichague CCM. Na hicho kitu kikatiba hakipo, kimeshakufa. Chagua kiongozi anayefaa kutoka chama chochote akusaidie na kuimarisha nchi yako au inaona. Lakini ukiamua wala usichague, mabadiliko ya katiba yametokea. Kwanza 92, pili 2007 nafikiri kama hivi, wakati wa Amani Karume ndio ikaja hii serikali ya umoja wa kitaifa. Kulikuwa na nafasi ya waziri kiongozi. Waziri kiongozi ameondoshwa, kuna makamu wawili wa rais, makamu wa kwanza na makamu wa pili. Hamuoni? Mnajua? Hamjui? Sasa hofu inakuaje? Ukikosa urais unapata makamu wa rais. Jamani, ibandika bandua shetani hapa ni shetani maana. Kwa hiyo ni tupo na kuombeni elimu hii mkaipeleke watu wasidanganywe ndani ya nchi yao. Unatakiwa ufahamu kwanza kabla ya kufanya maamuzi. Kwa maana hiyo, mabadiliko yale ya serikali kuruhusu kuwepo mfumo wa watu wawili au vyama kushirikiana yameondoa hofu. Sasa hofu iko wapi? Jitahidi kuwafanyia watu wema ili wakuchague. Ukiona uchaguliwi, ujue kuna mambo umekosea, na kama umekosea wananchi watakuadhibu. Subiri waadhibiwe kisheria, wao tupate nguvu. Tunaendelea kukaza moja. Nafikiri historia ndogo kuhusu vyama na kuhusu serikali imenielewa. Sasa ninakwenda kwenye mambo mengine. Maendeleo ya nchi yanafanywa na wananchi. Uchina ndani ya miaka 20 sasa hivi nakwenda 20 na au 30 wamekuwa na mabadiliko makubwa. Hakuna nchi iliyokuwa na uchumi mkubwa duniani kama China. Mpaka Marekani mwenyewe anatetereka kwa sababu wamejipanga kuanzia mwaka 1995 kulipotokea mabadiliko Ulaya. China waliruhusu kubadilika kutokana na mfumo wa chama walionao na uhusiano wa kimataifa, wakaona wajibadilishe. Vipi? Hicho vipi? Nataka niwasikilizeni vizuri. China unakwenda kuwekeza pale, walichokiomba wao kitu kimoja tu, unataka wafanyakazi kwa bei rahisi.